mbele ya kila tukio kubwa ambalo unaliona huwa kunakuwa kuna siri nzito ambayo ipo nyuma yake. Mbele ya mafanikio ambayo sio ya kawaida huwa kuna kitu kikubwa ambacho pengine sio rahisi kukiona. Ni baada ya maneno mengi, skendo nyingi na habari nyingi dhidi ya Pastor Ezekiel Odero, siku ya leo tukasema tumfuate mtoto wake aweze kutuambia namna gani ambavyo hivi vinavyozungumzwa vipo ndani ya familia yao. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel yako, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, hakikisha unabonyeza hayo kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa unajihakikishia kuwa mwanafamilia hai kutokupitwa na mikasa, habari, hapo sisi matukio mbalimbali ambayo mara zote yatakuwa yanawekwa hapa kila siku. Ni mtoto wa pastor, ana mazito kidogo ambayo pengine you want to know right now. So be here mwanzo mpaka mwisho. Madam, mambo nzuri? Mzima? Safi. Maisha yanaendaje? Hivi unaposikia baba anasema vibaya kama mchungaji na anafanya kazi yenye neema ama kazi ya kujitolea namna hii, wewe kama mtoto wewe inakuumiza kiasi gani? Unahisi namna ambavyo habari zake zinavyosambaa zile mbaya, unahisi anastahili kutuhumiwa kwa namna ambavyo anatuhumiwa au hastahili kwa namna ambavyo unaona na namna ambavyo unamwona mshuru? Kwa upande wangu anastahili, ila kwa upande wengine ambao wanaenda kwao kama wagonjwa na wanapona, wanaweza kusema hastahili. Okay. Sawa. Wewe ni mtoto wa ngapi kwenye familia yake? Wa pili. Okay. Amekuwa ni mtu ambaye hapendi sana muonekane public kwenye mitandao namna hii. Unahisi anahofia nini kwenye watoto wake kwa namna ambavyo anafanya? Kwa matukio yake ambayo mimi nimeona, labda anahofia sio watu wake kuonekanika, kujiwa kama hivi, labda kutoa siri ambazo si watoto tunazijua na vitu vingine. Kumbe inawezekana yale ambayo pengine wengi wanazungumza, inawezekana kuna ukweli ndani yake. Ukweli upo kwa sisi tunaowaona watoto, ukweli upo. Okay. Pastor amekuwa karibu sana na Pastor Sara ambaye anamsaidia kwenye masuala yake mazima ya kuzunguka wote kwenye mahubiri, kufanya vitu vingi sana kwenye namna. Lakini pia inaonekana kwamba Pastor Sara na Odero kuna mahusiano. Labda unahisi baba ana mamdogo, unafahamu kama ni Sara au fahamu? Leo ni kwa njia uwezo wangu. Leo sijui na sijawahi kulisikia. Lakini mtaani wanazungumza sana. Sawa, mtaani uongea ni kawaida. Ila mimi kwa binafsi yangu sijaona na sijasikia, na yeye baba kama baba hajatuambia. Okay. Kwa siwezi kuweka 100% ndio. Okay. Pastor amekuwa akiwa na mashindano makubwa sana na wachawi, na maanisha waganga wa kienyeji, na ilifikia kipindi kabla ya mganga yule hajafariki, ilisemekana kwamba walikuwa wana ushirikiano, wanashirikiana kwenye mambo yao fulani huko ya kiimani. Baada ya kushindwana, sio walishindwana kwenye nini, ikaonekana wana bifu fulani mpaka yule mganga akafariki. Mzee ana uhusiano gani na hawa waganga wa kienyeji ambao pengine wanadai kwamba anachukua nguvu kwao? Kwa mimi binafsi yangu ninaweza kusema labda ameshindana kwenye mambo yao wenyewe binafsi, kwa sababu hata matukio ninamuona nayo baba sio ya kiroho kwa kweli, sio ya kiroho. Na matukio ambapo kama mimi mwenyewe naogopa kwamba kweli wanaoenda kupona wanapona kweli kwa nguvu za Mwenyezi Mungu au nguvu zake mwenyewe pembeni. Hivi kwa tafsiri yetu tukisema waganga huwa wanakuja nyumbani, labda ushawahi kuwaona kushuhudia? Nishakuwaona. Wanakuja kufanya nini? Wao wakija wanaoga tu bize na baba na mambo yao ndani huko. Kwa hiyo siwezi kudoweza sana, ukimweza leo ngombe ni wageni wangu. Unajua mtoto wa kike siwezi kukwambia labda ukapitiliza. Kwa sababu kwa sababu inavyosemekana kwamba kuna chumba ambacho kina vitu kama vya kichawi, inazungumza tunguli, vitu fulani. Hivi vinakuaje? Yani anakuaje navyo yeye ikiwa ni mchungaji? Tunategemea tuone tu vitabu pale, vitabu vinaandikwa. Ni kweli ana hivyo vitu
kwa mimi binafsi yangu kama mwanae nimeshuhudia. Hata mimi nilimuuliza mzee, hakuweza kunipa jibu sahihi, alikaa tu kimya. Kwa sababu nilijua wewe mzee ni pasta, tena ni mkubwa. Alizitunguli nini pia. Kwa hiyo ina maana hata hao watu wanaopona ni nguvu za giza, hakunijibu. Hakunijibu kweli, alienda tu kati. Lakini kwa tunguli nimeviona badilika kama nyoka, nimemuona. Hivi tunguli hapo, kwa tunguli kuna mwingine anaweza kawa haelewi. Tunguli zinakuwa zipoje yani zinakuwaje? Ilizi au zinakuwa vibuyu vile au ile mikia inakuwa kama mikia ya nini, ile mikia ya ng'ombe? Tunguli zipoje? Tunguli sio ilizi. Tunguli kimaanisha ni tunguli ni kama kibuyu. Kama kibuyu. Tupo tunguli. Unakuta umepeka mambo yake, kazungusha ushanga mwekundu mweusi, hivyo kama kuna makoa ya mpunda ya nini anachanganya humo. Yeye mwenyewe anajua vipi anaombea sasa. Okay. Huwa anatumia kwenye kufanya nini kwa namna ambavyo labda wewe kwa mara chache ambazo wewe umeshuhudia?